Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kupata mawasiliano mazuri na mtu. Kumwona nyoka mdogo akiishia ndani ya majani. Unajulishwa jambo utakalo kuja kulijua litakalo kushtua. Utajihisi vibaya kusikia mtu akisemwa. Kuiwazia hali ya ufukara. Utajiondosha katika maagano mabaya. Kuijua tabia halisi ya mtu wako wa karibu. Utajishtukia kuchangia hoja. Kupata kitu. Nyota ya Mapacha. Kukutana na mtu aliyerukwa na akili na kumhofia. Itakujulisha jambo litakalo kufikia ambalo utapambana nalo mwenyewe. Kuna ujumbe utakao upata utaangaza hisia zako. Kuna kitu kinakuhitaji uweze kukifanya. Kuchelewa kumpa mtu taarifa, ila atakufikia kwa wakati. Nyota ya Mizani. Mtu atakuwa muwazi sana kwako. Kuhitaji mtu awe mwaminifu kwa kitu. Pesa ndogo ndogo kukufikia kila wakati. Mtu anakuwa karibu yako kwa namna nzuri. Nyota ya Kaa. Kuzingatia masuala ya kifamilia na malengo yako. Mtu atakupigia kukuelezea jambo ambalo ulikuwa unalifikiria. Utawaona watu wakiwa kwenye mazungumzo. Ila utakapowaona utapata kuhisi wanachokizungumza. Mtu kukushangaa. Kuelezewa jambo. Kutoa taarifa yenye heri kwa mtu. Utajibiwa ombi lako. Nyota ya Samaki. Kumpa mtu ufafanuzi wa kitu. Bado utakuwa na hali ya kumtetea mtu kutokana na kuujua ukweli. Kupata muunganiko mzuri na watu. Nyota ya Nge. Kumjadili mtu ambaye naye anakujadili. Kumwongelesha mtu kwenye sikio lake, yaani kunong'oneza. Kuna jambo muhimu litahitajika lifanyike. Kupunguza kulala sana mchana. Utaelezea kitu kitakachofanya mtu ajirudi, aelewe au akubali. Nyota ya Simba. Nishati nzuri na kuzunguka ili kuweza kutimiza jambo lako. Kufaulu au kufanikisha kitu na kuvushwa katika hali fulani uliyokuwa nayo. Unaondoshwa upweke. Usio mwenye kufikiria mambo ya kukurudisha nyuma kiimani na mwelekeo. Mwenye nyota ya Mashuke atasimama na wewe katika jambo lenye umuhimu. Anaonekana yupo kwa ajili ya kukuvusha katika utetezi. Na ndiyo maana ni mshauri bora kwako. Japokuwa ni mwenye vurugu kwa wakati mwingine. Kufikiria uchache wa kitu. Mtu mwenye asili ya nyota ya Maji pia atakupa mwongozo. Utafanikiwa kitu. Tarajia jambo lolote kuwa sawa. Nyota ya Mshale. Kuzingatia usafi sana. Mtu kukufanya uwe na mawazo kwa ajili yake. Kujiepusha na vikwazo. Unajihisi upo hatiani. Kupanga jambo la maendeleo. Mtu atakupa majibu kamili ya jambo lako. Nyota ya Punda. Kufanya kitu upya. Kujihisi kujiamini. Utafanya kitu kitakachowahamasisha wengi kufanya. Kukamilisha kazi zilizokuwa zinakusubiri. Utajifunza kitu kitakachokubadilisha mwenendo wako. Kupaliwa. Kupiga chafya mara kwa mara. Nyota ya Mbuzi. Kupata kitu kulingana na uvumilivu wako. Ushawishi mkubwa kuufanya utakaokuwa na mwitikio wa wengi. Kujadili kuhusu kikao au kitu kilichozungumzwa. Kutohitaji mtu azunguke sana kukuelezea jambo. Neno moja lenye kujitosheleza ndilo utakalolitaka. Nyota ya Ng'ombe. Sauti ya mtu itakufanya ujue yuko na hali gani. Kuhitaji kufanya kitu kizuri. Lengo lako ulilolipuuza linarejea tena. Kufanya maamuzi ya vitendo. Mtu anatamani uache hali ya kuwa na kinyongo na kisirani. Matumaini yako yanaunda ukweli wa kitu au jambo kutimia. Nyota ya Mashuke. Kufuatilia kitu unachopenda kujifunza. Kuweka ahadi moyoni mwako kwa kitu unachotaka kufanya. Kupata hasara kidogo. Mtu anahitaji uwepo wako zaidi. Kufanya kazi sana wakati wa usiku na utajihisi una nguvu. Kiofisi utachaguliwa kwenye kitengo kikubwa au sehemu nzuri utakayoimudu. Kutembea ikiwa mbele yako kuna mdudu kama anakupa mwelekeo wa safari yako.
akiwa yuko haraka sana. Ni ishara ya kuingiza pesa siku ya leo. Kazi ya umoja itakuwa na nguvu kwako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.